Nilikuahidi kwamba tunaporudi tutakuwa na Pastor na Daktari Dennis Nazari ambaye yeye amekuwa katika mikutano hii kwa juma la kwanza kabisa. Wale waliokuwa wanatufuatilia tangu mwanzo alitufundisha mambo ya afya. Pastor Dennis leo hapa kwa ajili ya muda wetu nilitaka tu umkumbushe mtazamaji wetu na huyu ambaye tuko naye katika viwanja hivi ugali. Pastor, ugali. Ulizungumzia masuala ya ugali tukifikiri ya kwamba sisi tukila ugali ni ugali tu. Lakini mpenzi ambaye ni umekuwa ukitufuatilia ulimsikia Pastor alituambia namna ya kula ugali. Na wewe ambao uko katika viwanja hivi mubashara umesikia kabisa ya kwamba kuna ugali. Sasa mimi sitaki kuzungumzia sana, lakini nimetamani mimi pamoja na yule ambaye anatufuatilia aweze kusikia ule ugali wa tija katika miili yetu. Karibu daktari. Ndio, ninashukuru. Kama nilivyotangulia kusema, tunaposema ugali hasa Afrika Mashariki na hata nchi yetu ya Tanzania, wimbi kubwa la watu wanatumia mahindi kama ugali. Na hata maeneo ya njia panda ndio kati ya mazao ambayo yanalimwa sana. Hata ukitembea utaona maeneo mengi wanalima mahindi kama ugali. Sasa nilisema ugali hasa wa mahindi katika aina za nafaka ambazo zina kiwango cha nishati ya wanga nyingi ni mahindi. Wanga wake ni mwingi, lakini ubaya ni kwamba mahindi yana ukosefu wa virutubisho vingi sana ukijaribu kuoanisha na baadhi ya nafaka nyingine. Nilisema ya kwamba katika mahindi kuna ukosefu wa madini kadhaa ambayo yanaitwa zinc, calcium, potassium, sodium, lakini pia kuna upungufu wa baadhi ya vitamin hasa vitamini B6, lakini pia vitamini A na vitamini B12, ambao ukiangalia hivi vitamini vina muhimu sana kwenye mwili, hususan katika kurekebisha afya ya ngozi pamoja na kusaidia seli za mwili kuongezeka. Kwa hiyo mtu anapotumia ugali tu kama chanzo kikuu cha lishe ataathirika sana katika mwili wake. Na nikajaribu kutengeneza uwiano wa lishe nzuri ya ugali ambayo kila familia wakianza kufanya hivyo itasaidia sana. Nilifundisha nikasema utumiaji wa unga unasababisha ugonjwa unaitwa pellagra ambao unasababisha kupoteza cognitive ability ama uwezo wa kufikiri. Na hasa mtoto mdogo kutumia mahindi tu kama chanzo cha nishati kwa afya yake si vizuri zaidi. Lakini pia nikawaambia mahindi yana aina ya kemikali moja inaitwa aflatoxin. Kama hayatahifadhiwa vizuri katika chombo yanatokeza ladha fulani ya uchachu, ambayo ladha ile ama ile aina ya asidi ikitumika kwenye mwili inasababisha changamoto katika mfumo wa emetic center kitaalam, lakini tunasema katika mfumo wa tumbo. Sasa ile uzalishaji wa Sacchus entericus ama kimiminika katika tumbo unaweza usikae vizuri. That why ninaweza nikasema katikati ya mkutano na mneni sikiliza katika vyombo vya habari mna ushuhuda, ukiupiga ugali vizuri mchana na ukaupiga usiku usingizi unakuwa wa namna fulani. Na kuna hali ya kiungulie na kuja mara kwa mara. Kitaalam tumetambua watu wengi hawana vidonda vya tumbo, lakini kutokana kutokutambua aina ya vyakula wanavyokula vinasababisha kuleta flatulence ama hali ya kiungulia na hali ya mtu kuhisi kama na dalili ya vidonda vya tumbo, lakini la hasha. Kwa kusema hivyo, ninakupendekezea unapoandaa unga wako kwa ajili ya chakula, jaribu kutengeneza katika mchanganyiko. Wazazi wengi mmekuwa mkiandaa aina ya unga ambao mnaita walishe kwa ajili ya mtoto, lakini ninakupendekezea unaweza ukaandaa unga wako wenye mchanganyiko wa uwele, kwa sababu uwele una kiwango kikubwa cha protini pamoja na zinki pamoja na calcium, lakini pia kuna vitamini B6 na B12 ambao ni muhimu sana kwenye mwili. Unaweza ukaweka uwiano wa 2:1 ama 1:1. Lakini pia unaweza ukatengeneza unga wenye mchanganyiko wa mahindi na mtama. Mtama unaweza ukawa mwekundu ama ukawa mweupe. Nao mtama una viambata vingi sana vya msingi. Au ukaweka unga wa mahindi pamoja na unga wa muogo. Unga wa muogo ninaupenda kwa sababu hata ukichanganya uwele, mtama na mahindi ukiwekwa muogo una tabia ya kusababisha unga kuwa mlahini na zile compact ziweze kuwa filled together, ziwe solid, ziweze kuunganika na kuleta ulaini katika ugali. Lakini pia nikapendekeza hata katika unga unaoandaa usisahau zao la aina ya ngano, na tulijifunza zao moja linaitwa Kofmeth
ambalo limeelezewa kwenye kitabu cha Ezekieli 4:9 pia ni zuri sana kwa afya ya ubongo na lina viambata vingi. Kwa hiyo kwa muunganiko huo utakusaidia, lakini kwa kutokuwa na muda nao ni mfupi, kwa anayetamani ushauri hasa katika lishe, ninadhani unaweza ukaniona baada ya hapa ili nikuelezee uwiano mzuri ni upi wa kuchanganya hizi nafaka ili upate unga mzuri ambao utaleta tija kwa afya ya ubongo wa mtoto na afya nzuri kwa familia nzima. Asante Pastor, nafikiri kwamba wameelewa namna ambavyo tunaweza tukawa na ugali wa tija. Wakati ambapo kwaya yetu iliyotufikia ya wageni, kwaya yetu kutoka pale katika mji wetu mkuu katika mkoa wa Kilimanjaro, wanapojipanga kwa ajili ya kuenda kutuhitimishia vipindi vyetu, pengine ningekuuliza Pastor, wiki ya pili tumejifunza habari ya afya ya akili. Si rahisi kuelewa, pengine pia ni tatizo la afya ya akili huko kutokuelewa. Lakini nimekuwa nikijaribu sana kutafakari kwamba ni nani sasa ambaye hana akili, au pengine tunapozungumzia afya ya akili bado maswali haya yako katikati ya watu. Nini ambacho unaweza kukizungumza tunapomalizia kipindi chetu hiki cha shule ya Sabato katika siku hii ya leo, afya ya akili? Ndio, asante. Nadhani Dr. Pasco aligusa kwa mapana kuhusu afya ya akili, na jamii ya watu wengi wanatambua tunaposema afya ya akili ni yamkini huyu mtu hana akili timamu. Labda niseme kitu hiki, kama tulivyokuwa tunapitia changamoto ya afya ya mwili, vivyo hivyo mwanadamu anapitia katika vipindi ya changamoto ya afya ya akili. Kama mwili unapata hali zisizokaa vizuri, pia akili inaweza kupitia hivyo vipindi. Tulijifunza kitu kimoja kinaitwa automatic thought. Mwanadamu anapitia hali ya kwamba anapokaa kuna mawazo yanaingia na kutoka, kuna mafikirio anayoyapata. Yamkini hata katikati ya mkutano kuna mtu ameketi lakini yuko nyumbani anawaza kuku wake wameendaje, anawaza sasa hivi biashara yake inaendaje. Yaani yuko hapa lakini mawazo hayako, yanawaza na kupiga hatua sehemu nyingi. Kwa hiyo na hata mtaalamu alisema katikati ya kundi la watu 10, watu 8 wana changamoto ya afya ya akili. Yaani wanapitia misongo, wanapitia wasiwasi, wanapitia hofu. Kwa kusema hivyo, ili mwanadamu haweze kuwa sawa katika afya yake ya akili, inahitajika awashe traffic light, awashe taa. Nikisema taa, nina maana ya kwamba masomo haya yamekuwa yakituelekeza kwa kina kutambua yepi ya kufanya, yepi ya kutokufanya ili kupata utulivu wa akili. Na wanadamu wengi wamepitia misongo mingi sasa kutokana na hali ya maisha kuwa ngumu. Watu wanatamani kufanana. Yaani leo hii kwa mfano mimi, kuna mtu anatamani hawe kama mimi, lakini kimsingi Mungu ametumba katika peculiars. Kwa hiyo watu inabidi wapambane na hali zao. Jinsi ulivyo ujikubali. Sababu pia tumeona hata vijana wengi wanapitia changamoto ya misongo, anaona umri umefika, hajafika level fulani, anatamani kuoa, anatamani kumiliki kitu fulani. Kwa hiyo hilo nalo ni la kulizingatia. Lakini zaidi tunapokuwa na Yesu moyoni, anatupatia amani na mambo yote yanakuwa yamekaa vizuri. Amina. Na mpenzi mtazamaji wetu, katika shule yetu ya Sabato tunafikia mwisho hapa, lakini bado inaendelea. Lakini kualike leo usitoke katika chaneli zako hizo ambazo umekuwa ukitufuatilia. Viko vipindi vizuri kwa ajili yako ambavyo bado vinaendelea. Tumekuwa tukikuletea taarifa hizi kama ambavyo tumekwisha kukuambia shule ya Sabato ni nini, nini kinapatikana, kwa nini shule ndani ya kanisa. Lakini pia leo tumekukumbusha kuhusu afya yako, kula ugali wenye tija. Lakini wewe ambaye ulikuwa na wasiwasi kwamba nimebatizwa, kwa nini nibatizwe? Mwalimu na daktari amekwisha kukukumbusha.